Bwana, moja ya taarifa ambayo imeanza kutambaa, imeanza kuandikwa na kuripotiwa katika maeneo mbalimbali na muhusu golikipa wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Huyu ni Aishi Manula, Tanzania One, golikipa ambaye wako naye Simba walimtoa kwenye kikosi cha Azam FC, na kwenye kikosi cha Simba amepita kwa mafanikio ya kutosha, akibeba vikombe kadha wa kadha vya ndani, lakini kama haitoshi ni miongoni mwa silaha bora kwa Simba wakati wakicheza michuano ya kimataifa. Sasa taarifa ambazo zipo ni kwamba golikipa huyu anarudi nyumbani, kwa maana ya Azam, klabu ambayo ilimlea, ikamkuza, ikamtambulisha katika kandanda. Kurudi nyumbani kwa Aishi Manula ndio topic kubwa ambayo tunakwenda kujadili hapa, nikiwa na Godlisten Muro. Mambo vipi? Bwana, niko vizuri kabisa. Kama kawa. Sasa unaelekea kwenye soko lako la kula pesa za lawama. Wanakuzulumu lakini ya kabisa, nimetapeliwa mara kadhaa. Dola zile zinaingia zinatoka. Lakini unatapeliwa 5 unapata 2 at least. Akijaribika kitu. Tusikose za kwenda kulia urojo Forodhani. Yes. Niambie kabisa. Aishi Manula inatajwa kwamba anarudi Azam, na taarifa zinaeleza kwamba amemalizana na Azam. Bado kumuona tu kwenye msimu uliopita. Tuanze kwao wenyewe Azam FC. Move ya Aishi Manula kwao, walikuwa wanahitaji kuwa na Aishi Manula kwenye kikosi, lakini unaireti vipi hii deal kumchukua Aishi Manula Azam FC? Kwanza unazungumza A-list goalkeeper kwa ligi yetu. Kwa maana goalkeeper wa daraja la orodha A, na sio tu kwa ligi yetu, kwa soka la Afrika. Manula, hata ukitaja top 10 ya magolikipa ambao wanafanya vizuri kwa soka la ndani ngazi ya club, nafikiri Manula anaingia moja kwa moja kwa records ambazo amekuwa nazo kwa misimu kadhaa iliyopita akiwa na Simba. Hasa hatua zile za robo finali za Champions League pamoja na shirikisho alizoshiriki, mpaka hizi 2 ambazo amezikosa, moja akiwa La Cred msimu uliopita na msimu akiwa Musa Papa Kamara. Lakini ukitaja profile yake ngazi ya national team, AFCON takriban 2 zilizopita, 19 pamoja na 23. Of course amekuwa outstanding kweli, na inawezekana kutocheza kwa muda mrefu kwa Simba msimu huu inaweza isiondoe kwamba yeye ni goalkeeper wa kariba gani, lakini ikaondoa tu ni kwamba anakosa match fitness, utimamu wa kimchezo, lakini anabakia kuwa goalkeeper wa daraja lile. Inawezekana kukawa na siasa nyingi sana nje ya uwanja, kwa nini alikuwa hachezi, ikabakia majibu yanabakia kati ya yeye na uongozi wa klabu ya Simba Sports. Lakini anabakia kuwa ni goalkeeper wa daraja la juu wa kizazi chetu, na imefikia hatua anaingia kwenye mjadala kati ya yeye na magolikipa of all time, goalkeepers of all time. Walinda mlango bora wa muda wote. Amekuwa akiingia kwenye podium hiyo na kuzungumzwa kwenye mjadala dhidi ya kina Juma Pona Malimensa, miaka hiyo kina Peter Tino. Unazungumza kundi kubwa sana la magolikipa waliwahi kupita miaka tofauti, kina Kaseje hawa na kadhalika. Nitasimama kurekebishwa kwa baadhi ambao inawezekana labda majina yao yakawa tofauti wa miaka hiyo. Lakini kwa maana hiyo profile yake sio kitu cha kucompromise kwamba utaenda utadiscuss, ni kitu cha kuweka tiki, unasema this is top goalia. Sasa kwa maana ya yeye kutoweza kutumika muda mrefu Simba, ikionekana kuna wakati ilikuwa ni majeraha, lakini alipona akarejea kwenye mazoezi. Na imekuwa hivyo, tunamuona anashiriki hata kwenye zile activities zote za mazoezi, anaonekana isipokuwa kwenye mchezo tu. Anasafiri kabisa. Na uzoefu aliokuwa nao, kwanza ni golikipa wa ndani, ni mzawa. Kwa Azam FC kumpata golikipa huyu ambaye pia anafahamu utamaduni wa Azam ulivyo, lakini zaidi sana anakwenda pale akiwa anapunguza pia idadi ya options za kupata magolikipa wa kigeni. Ilikuwa inafika hatua Azam wanakuwa na magolikipa 2 afu wote ni wa kigeni. Unakumbuka Idrisu Abdullah kutoka Ghana, lakini Ali Ahmada kutoka Comoros. Magolikipa 2 alafu wote wa kigeni. Unawalipa kwenye eneo moja. Kwa nini hiyo nafasi moja unge retain alafu moja ukaidump kwa ajili ya kuongeza mchezaji wa ndani wa kigeni mwenye quality nzuri? Kwa hiyo inawezekana
ukampata Manula, at the same time una Mohamed Mustafa, ukapata mtu wa kwenda kumchallenge Mustafa, na kwa Mustafa ukampata mtu anayemchallenge Aishi Manula. Leo Azam anamaliza msimu akiwa na Zuberi Foba. Hatuwezi tukadisrespect kiwango chake. Ni kijana wamemkuza wao, amecheza kwenye ngazi tofauti tofauti za national team. At the same time anawapa depth this time. Lakini ni aina ya golia ambao unaweza kusema ni askari tunakwenda naye vitani mechi ya hatua ya robo finali ya shirikisho. Msimu ujao Azam watacheza shirikisho. Ni goalkeeper unasema leo tunacheza na labda Manyema Union. Tunagombania kwenda kwenye hatua ya makundi. Utasema na kwenda naye vitani, hutataka kutomheshimu, lakini utataka kuwa na mtu ambaye ni better than yeye. Kwa hiyo nafikiri kwenye engo hiyo inawezekana Azam wakawa bado wamelamba dume kwa kiasi kikubwa, kwa maana waliwahi kuwa naye wakampika, akampa changamoto Mwadini Ali mpaka akapenya akakapitalize namba, na kundi lililoondoka likiwa na Aishi ndio lililokwenda kuwapa mafanikio Simba ya misimu minne ya utawala wao ndani ya NBC Premier League. Wakati huo pia ilikuwa na wadhamini wengine tofauti tofauti. Kwa angalia hilo kundi la Manula, Kapombe, John Boko na Erasto Nyoni, plus players wengine ambao walikuja kuwa mixed pale kina Chama na kadhalika, wakaifanya kuwa Simba imara zaidi, Simba dume. Sasa kwenye hilo kundi la wachezaji wanne unaangalia ni wangapi ambao bado wameendelea kubakia katika ubora wao, utaona ni Manula na Kapombe peke yake, kwa sababu Nyoni anamalizia, Boko ni kama vile pia naye anamalizia pale JKT. So utaona Manula ukimrate kwenye competition level, je, yuko bado kwenye cycle, kwenye duara la ushindani, ama naye anamalizia? Probably bado yuko kwenye duara la ushindani. Na tunaweza tukasema inshallah Mungu akitupa uhai, inaweza kuwa bado ana misimu mpaka 6 ya kucheza, ya kupambania kile katika eneo lake ambao anacheza. You understand? Sasa hapo anakoenda kule kwa maana ya Azam kuna yuko Mohamed Mustafa. Naam. Of course ndo huenda kama mshindani wake zaidi kabisa kutokana na madaraja yao. Kwa ufupi sana hapo, kabla tujienda kuangalia Simba wanaathirika nini, ukiwapima hawa magolikipa wawili, unaona Aishi akienda kumchallenge na kuwa nambari 1 au bado ana kazi ya kuifanya kwa Mohamed Mustafa? Nafikiri sitataka kuamini, kwa sababu Aishi amewahi kuwa mtoto wa nyumbani, ikawa ni rahisi yeye kuingia straight kwenye kikosi cha mawazo ya benchi la ufundi la Azam kwa namna moja ama nyingine. Nitakachotaka kuamini bado kile ambacho kitatokea kwenye uwanja wa mazoezi, kile ambacho kitatokea kwenye idadi ya games ambazo watapaswa kuzicheza, kikawa kina mchango mmoja mkubwa sana kuelekea hapo. Wakati tunamzungumza huyu Mohamed Mustafa akiwa El Merreikh Omdurman, waliwahi kukutana face to face na Aishi Manula. Wakati ule Simba akiwa kundi moja, Simba, Association Sportive Vita Club, El Merreikh Omdurman na Al Ahly. Na ndo Simba aliongoza ile kundi na point 13 kama unakumbuka vizuri, akimfunga Vita home and away 1-0 na 4-1. El Merreikh alisare bila kule, huko akafungwa 3. Mechi ambayo nakumbuka hakukuwa na mashabiki kwa Mkapa. So walikutana katika level ambazo Manula alikuwa top, alikuwa active kwenye timu anacheza, na Mustafa alikuwa the same. Lakini Manula inawezekana alikuwa bora pia na timu ilikuwa inampa hiyo depth ya kuonekana kuwa hivyo. Lakini bado mimi naamini, kwa mujibu wa swali lako Mzinga, bado Manula ana hiyo quality ya kufanya kila ambacho anakiweza kuweza kuanza kwenye kikosi cha Azam bila kuweka sababu kwamba eti kisa ni mzawa, kisa ni mchezaji wamemkuza wao. Ubora wake kama ulivyo, tunasema kwenye fair ground. Bado anamchallenge tena by far, kuanzia experience ndani ya soka la Tanzania, kuanzia experience ndani ya viunga vya Chamazi, lakini end of the time unaangalia pia performance wise. Wote ukiweka kwenye fair ground, tupeni performance ya kuirate timu yetu kwenye standard fulani, still Manula bado unamweka kwenye asilimia nyingi sana. Sawa. Kwa dakika moja. Simba huyu ni mchezaji wao, na ndo hivyo anaondoka na kwenda Azam. Wenyewe wanabakia na magolikipa wengi, lakini golikipa ambaye anapewa nafasi zaidi ni Musa Kamara Pinpin. Kwa mtazamo wako, Kamara na Aishi wako pale, who is the best kwa mtazamo wako, kwa ufupi sana? Who is the best, lakini unaunga mkono Simba kumwachia Aishi aondoke, au bado alikuwa anamhitaji kwa unavyoona kwenye kampeni zao za msimu ujao? Naomba nianze na kujibu la pili. La pili naunga mkono 900%. Yaani 100 naona hazitoshi. Unajua kwa nini? Ilifika hatua tunahitaji si wa Tanzania, tuseme wapenda soka,
yani uwe mshabiki wa timu gani utajua mwenyewe. Lakini ilifikia hatua unasema hii ni dhahabu ambayo imekaa sehemu inatazamwa tu ndani ya kioo. Haiendi kutengeneza pete, haiendi kutengeneza saa, haiendi kutengeneza mkufu, haitengenezi cheni na kadhalika. So for me, kwa afya ya Aishi Manula, kwa afya ya national team, kwa afya ya career yake kwa ujumla, kwa afya ya vijana ambao wanamtazama kama role model, ilibidi Manula acheze. Sawa sawa. Kwa gharama ipi? Anajua yeye management yake na timu anazotakiwa kuzichezea. Lakini namba moja, kuhusiana na Simba, competition level tukiweka kwenye standardi zao, factors zote zikiwa constant, bado Aishi Manula iko better sana kwangu mimi binafsi. Bado namtazama Aishi katika level ya juu zaidi kuliko Musa Papa Kamara. Sitaki kuzungumza kwa sababu ya mataifa yao yana standard tofauti. Nyingine ukihitaji iko mbali sana kisoka barani Afrika. Although tumeondoa kwenye kufuzu AFCON. Lakini ukimweka Aishi pamoja na Kamara, bado mimi kwa trendi ya muda mrefu, performance ya muda mrefu, bado Aishi mimi nitamweka kwenye asilimia nyingi sana zaidi ya Musa Papa Kamara. Ukiachana tu na ile notion kwamba Mzinga kwa sababu amezaliwa kwetu Kilwa, huwa kuna tabia ya kumuona like bwana huyu sio hapa, mbona sioni maajabu, wakati dunia upande wa pili ikiona maajabu yake. Binafsi Aishi angekuwa anakuja na passport ya Ivory Coast, anashuka hapa na passport ya Mali, anashuka na passport ya Zimbabwe, Congo DR, my friend, tungekuwa tunamuimba, tunaandika counter book. Lakini kwa sababu anatoka hapo Morogoro, njia yetu tukiwa tunaenda mikanda ya kati, it's like man, kama kawaida hivi. Bwana, huyo ni Godlisten Muro, na hayo ndio mawazo yake ambayo ameyatoa juu ya hii deal ya Aishi Manula to Azam FC. Lakini mwishoni kabisa juu ya Aishi Manula pamoja na Musa Pinpin Kamara, wewe unaweza kutoa pia mtazamo wako katika eneo la comment juu ya magolikipa hawa wawili kwa maana ya Kamara na Manula.